Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 24. Tutaanza na siri ya kwanza. Paulo mbele ya Feliki katika Kaisaria. Baada ya siku 5, Anania kuhani mkuu akatelemka na baadhi ya wazee pamoja naye na msemi mmoja Tertulo, nao wakamweleza liwali habari za Paulo. Naye alipoitwa Tertulo akaanza kumshtaki akisema, kwa kuwa mnapatana amani nyingi chini yako Feliki mtukufu, na kwa maangalizi yako mambo mabaya yanatengenezwa kwa ajili ya taifa hili, basi tunayopokea kila wakati na kila mahali kwa shukrani yote. Lakini nisikuuzi zaidi na kusihi utusikilize maneno machache kwa fadhili zako. Kwa maana tumemwona mtu huyu mkorofi, mwanzilishi wa fitina katika Wayahudi wote duniani, tena ni kichwa cha madhehebu ya Wanazolayo. Yani habari anamwelezea za Paulo jinsi alivyokuwa anamshtaki. Na tena alijaribu kulitia hekalu najisi, tukamkamata tukataka kumhukumu kwa sheria yetu, lakini Lisila jemedali akafika akamwondoa mikononi mwetu kwa nguvu. Akawamuru wale waliomshtaki waje kwako. Wewe mwenyewe kwa kumuuliza utaweza kupata habari ya mambo yale yote tunayomshtaki sisi. Wayahudi nao wakamshtaki wakisema ya kuwa ndivyo yalivyo. Nini tunashuhudiwa hapa? Unapotaka kumulika nuru, unapotaka kutumika kwa ajili ya kuwasaidia watu, shetani ananyanyua watu kwa ajili ya kukutengenezea njama ili uonekane kile unachokiongelea ni kibovu, na anapanga njama za kukuua kwa sababu anajua huyu nikimwacha ataangamiza ufalme wote wa giza. Kwa hiyo Paulo alipitia mashtaka makali mengine ya kutengenezwa, na hakuwahi kwenda kinyume na jinsi walivyo, kwa sababu yeye alikuwa ni mulikaji wa nuru. Hakudiliki hata siku moja kuchukua panga, kuchukua bunduki, kuchukua risasi ili apate kwenda kuwazuru watu kama jinsi alivyokuwa na wazuru mwanzo wana wa ufalme wa Yesu waliokuwa wanashuhudia matendo makuu. Yeye aligeuka kuwahubiria kweli na haki, lakini wakatafuta namna ya kumwangamiza, na wengine kama unafuatilia walidiriki kufunga kwa ajili ya Paulo ili wapate kumuua. Kudhibitisha nini?
Jambo la Mungu linapigwa vita sana na Ibilisi Shetani. Jambo la kweli linapigwa sana na Ibilisi Shetani, lakini mpaka sasa halina mamlaka tena, kwa sababu Yesu ameshaachilia nguvu ipitayo nguvu zote kwa wateule wake. Na huu wakati tunaohubiri Injili, watu tulionyanyuliwa wengi katika nyakati hizi, sio wakati wa kutengenezewa njama kama za kipindi kile za mitume. Huu ni wakati wa neema na baraka na kunena kweli na ikawafikia watu. Uzuri nyakati hizi Yesu Kristo hakopeshi. Ukipinga na ukaenda ndivyo sivyo, neno hilo hilo ulilolitamka la kwako la mauti ndilo linalokumaliza mwenyewe. Kwa hiyo nyakati tulizo nazo ni nyakati za neema na baraka na kuitafuta nuru ya Yesu Kristo kwa juhudi ili tupate kuokoka. Paulo anatushuhudia jinsi alivyopitia changamoto na kutengenezwa njama. Hata hivyo, tunathibitishwa pia hata yainukapo maneno majungu ya namna hii, ukiwa unashuhudia matendo ya Yesu Kristo, hayo ni jambo la kawaida sana. Kuna watu waliopitia changamoto kama Paulo, lakini hata sasa Yesu Kristo aliachilia nguvu iliyo kubwa, maana mamlaka yote yapo katika sala yake aliyoiachilia. Unapoiomba lazima ishuke na nguvu zipitazo nguvu zote, maana mamlaka yote inatoka kwenye kiti cha enzi. Wala hutazurika wala kupata shida kama jinsi ilivyokuwa zamani, maana nyakati tulizo nazo Yesu anatawala ulimwengu. Katika nyakati hizi nguvu ni kubwa sana, na kila mtu atakayelitaja jina la Yesu lazima ataponywa. Siri ya pili, Paulo ajitetea mbele ya Feliki. Liwali alipompungia mkono ili anene, Paulo akajibu, kwa kuwa ninajua ya kwamba wewe mkuu. Na liwali alipompungia mkono ili anene, Paulo akajibu, kwa kuwa ninajua ya kwamba wewe umekuwa mwamuzi wa taifa hili kwa muda wa miaka mingi, najitetea mwenyewe kwa moyo wa furaha. Maana waweza kujua ya kuwa hazijapita siku zaidi ya 12 tangu nilipopanda kwenda Yerusalemu ili kuabudu. Watu hawa hawakuniona ndani ya hekalu nikihojiana na mtu au kufanya fujo katika mkutano, wala katika masinagogi, wala ndani ya mji. Wala hawawezi kuyahakikisha mambo haya, ila neno hili na ungama kwako, ya kwamba kwa njia ile ambayo waiita uzushi, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu, nikiamini yote wanayopatana na Torati na yaliyoandikwa katika vyuo vya manabii. Ninatumaini kwa Mungu, ambalo hata hao nao walinitazamia, ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu wenye haki na wasio haki pia. Nami ninajizoesha katika neno hili, niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya Wayahudi na mbele ya watu siku zote. Baada ya miaka mingi nalifika niwaletee watu wa taifa langu sadaka na matoleo. Baada ya miaka mingi nalifika niwaletee watu wa taifa langu sadaka na matoleo. Wakaniona ndani ya hekalu nikishughulika na mambo haya, hali nimetakaswa, wala sikuwa na mkutano wala ghasia. Lakini walikuwako baadhi ya Wayahudi waliotoka Asia, ambao imewapasa hao kuwapo hapa mbele yako na kunishtaki kama wana neno lolote juu yangu. Au watu hawa wenyewe waseme ni kosa gani waliloliona kwangu niliposimama mbele ya baraza. Isipokuwa kwa ajili ya sauti hii moja nilipolia nikisimama katikati yao na kusema kwa ajili ya ufufuo wa wafu, ninahukumiwa mbele yenu hivi leo. Basi Feliki aliwahairisha, kwa sababu alijua habari za njia ile kwa usahihi zaidi. Akasema, Lisia jemedari atakapotelemka nitakata maneno yenu. Akamwamuru yule akida kwamba Paulo alindwe, ila awe na nafasi, wala asimkataze mmoja wao.
Nini tunajifunza hapa Paulo anapokuwa anatoa shuhuda na kueleza jinsi alivyokuwa anashtakiwa kwa njama za kifarisayo, za kitolati, zile zilizokuwa na kisasi katika Torati ambazo hazikushika sheria ya Mungu. Tunakumbushwa kwamba Paulo alipitia changamoto nyingi, lakini kudhibitisha kwamba Paulo alishtakiwa pasipo makosa yapasayo kufa, kudhibitisha kwamba injili ya Yesu ilipingwa sana kwa sababu ilikuwa imejawa wokovu, wokovu ule uliokuja duniani kuwaokoa watu waliokuwa chini ya mateka Ibilisi Shetani. Ibilisi Shetani alipoona tayari huyu amekuja akaachilia neema na wokovu, akaamsha naye watu kutumia maandiko hayo kupotosha ukweli. Ukumbuke Shetani toka mwanzo anapotosha wana wa Mungu kupitia maandiko. Maana yake yeye anacheza na neno la Mungu hilo hilo kulipotosha, ili kuwaingiza wana wa ufalme katika giza lake, ili wapate kutumika kwa kwenye ufalme wake. Lakini mpaka sasa hakuna mamlaka iliyo juu ya nguvu za Yesu Kristo inayoweza katawala wana wa nuru. Tumeshashinda. Sasa ni moto tu. Sasa hivi tunanena injili yake kwa roho na kweli, tunanena na inashusha moto. Kwa hiyo nyakati tulionao ni wakati wa kunena kwa ujasiri, kwa sababu sio wakati tena wa kuteseka wana wa Mungu. Siri ya tatu, Paulo awekwa rumande. Baada ya siku kadhaa Feliki akafika pamoja na Durasila mkewe aliyekuwa Myahudi, akatuma kumuita Paulo, akamsikiliza habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu, akijibu, sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Pamoja na hayo, alitaraji kwamba atapewa fedha na Paulo. Kwa hiyo alimwita mara nyingi, akaongea naye. Na miaka miwili ilipopita, Feliki akampokea Porkio Festo atawale badala yake, na Feliki akitaka kuwafanyia Wayahudi fadhili, akamwacha Paulo amefungwa. Nini tunafundishwa hapa katika kupitia shida hizi Paulo kufungwa? Nini tunajifunza katika changamoto aliyopitia Paulo kufungwa na huyu Feliki, huku bado amemwelezea na akapata hofu kwamba kumbe kuna mambo yajayo? Cha kwanza kabisa, huyu Feliki alitaka kuwafurahisha Wayahudi. Cha pili, alikuwa anataka pesa, kama tu jinsi tuonavyo katika ulimwengu. Hata idara ya mapolisi wanapomfunga mtu wanatamani atoke rumande kwa hongo, na ndio laana ilipo ya rumande. Rumande hii ilianza miaka mingi sana kabla hata hii tulionayo kuwa na laana ya mtu anapoingia pale. Mtu aliyechukua mamlaka ya kumweka mrumande anatamani kupewa chochote ili amtoe. Ndicho tunachoona kwamba huyu Feliki alikuwa anasubiri atapewa pesa. Kuna laana mle, maana watu waliopewa kusimamia hivi wanatekeleza jukumu la Shetani Ibilisi, kwa sababu wamewafinya fikra. Lakini kitu kingine tunashuhudiwa kwamba alikuwa anataka kuwafurahisha Wayahudi, akamwacha abaki mle. Hakutaka kumfurahisha Mungu, kudhibitisha kwamba ilikuwa ni jeuri na kiburi cha kumtii Mungu, kwa sababu alishuhudiwa matendo makuu akashindwa kutii, kudhibitisha kwamba nyakati tulizo nazo hizi, watu wa design kama hizi hawana nafasi katika ufalme wa Mungu. Maana wakati huu ni wakati wa haki, tunashuhudiwa ni wakati wa toba, ni kusimama kwenye haki. Itafikia mahara watu watakaopuuzia watapata mateso ambayo haijawahi kutokea. Katika nyakati hizi Yesu akopeshi, anatawala ulimwengu, na huyu mkuu wa hii dunia yuko kuzimu, anakaa kule.
kukaa kule kwake ni mpaka miaka 1000 itimie. Katika Ufunuo 20 inaeleza vizuri kwa ufanisi sana. Kwa hiyo nyakati hizi tunatakiwa tutawale na Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho, tukiwa na shamla na shangwe, tukimwabudu Yesu Kristo kwa nguvu zote pasipo hofu, kwa sababu hata huyu mfalme wa giza hana nafasi na hana chake katika ufalme huu. Sisi ndio wafalme, tunatawala pamoja na Yesu Kristo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.